mkakuja katika siku ya Wednesday, kwa kweli mlikosa neno. Bwana Yesu asifiwe. Wale hawakuja jioni tukifundishwa kuhusu imani na mtumishi wa Mungu, mlikosa jambo la maana sana, lakini najua kwamba si ya kwamba mlikataa kukuja, bali namna mambo yenu mbalimbali mmeweza kuwafunga, lakini tulikuwa na wakati mzuri na kunenea neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwangu nilisikia kwamba nimeniinua na nikaambia Bwana aweze kunisaidia kama yule mama aliyetokwa na damu miaka 12. Tulikuwa tunaambiwa katika Uyahudi mama hangeweza kusimama katikati ya wazee. Bwana Yesu asifiwe. Mama hangeweza kujitambulisha katikati ya wazee, lakini kwa sababu yule mama alikuwa amechoka miaka 12, amejaribu madaktari, amejaribu uganga na hakuweza kusaidika, lakini hakuangalia umati ambao ulikuwa unafuata Kristo. Hakuangalia hali yake. Kile alikuwa amefocus nacho ni ya kwamba apate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu, mtumishi wa Mungu alikuwa anatuambia ni kwamba alikuwa ana risk maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuwa nafaa. Pastor alikuwa anatuambia jambo kama lile lilikuwa linatokea kwa yule mama, ilikuwa ni jambo la aibu, lakini hakuangalia ile aibu. Alifuata Yesu hadi akaguza pinde lake na akaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tulikuwa tunaambiwa ni vizuri tuwe na hiyo imani. Ilikuwa na yule mama, kwa sababu ilikuwa na imani ya kumtoa katika ile hali alikuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe. Alijaribu chini, lakini hakuweza. Alijaribu madaktari, akajaribu dawa, kila kitu akajaribu, lakini aliposikia Yesu Kristo anapona, akasema sasa nitajaribu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoguza pinda la Yesu, tulikuwa tunaambiwa kwamba kuna nguvu ziliweza kutoka Mungu. Yesu alisikia ya kwamba kuna nguvu zimemtoka. Bwana Yesu asifiwe. Na aliposa akapata kupokea uponyaji wake. Tunapoguza Mungu, kuna nguvu za Mungu tutapokea. Bwana Yesu asifiwe. Tutapokea uponyaji wa mioyo yetu, tutapokea uponyaji wa maisha yetu. Jambo tu ni moja tu, ni kufocus na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea na kunenewa kuhusu imani. Imani ni mambo ambayo hatujayaona, bali ni mambo ambayo tunatarajia kwamba tukiwa na imani tutayaona. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea katika kitabu cha Hebrews, tunajua vizuri sana kuhusu wale wazee wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbushwa kuhusu Abel aliweza kumtolea Mungu dhabihu yake kwa imani, na hiyo dhabihu ilimpendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alimtoa kwa imani, na kwa kweli mpaka wale tunamsoma kwa sababu ilimpendeza Mungu, na ndiposa amenakiliwa katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Tukapewa neno nasema kuhusu Musa, kuhusu Job, na hata baba wetu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni Abraham, alimtolea Mungu dhabihu yake ya kumtoa mwana wake yule tu alikuwa amemngoja kwa miaka. Kumbuka alikuwa ameambiwa ya kwamba atabarikiwa na mtoto akiwa na miaka 75. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alingoja Mungu tu kwa imani, hakutoka. Hata kama mke wake alitoka katika imani ile alikuwa nayo hapo awali, akaona ni vyema aende katika imani nyingine kwa mjakazi. Bwana Yesu asifiwe. Abraham hakutoka mahali pale, hata kama alipotezwa, lakini alifocus na akaamini kwamba atabarikiwa, ambaye na mtoto ambaye ni Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na imani, alikuwa anafanya mambo kwa imani. Akaambiwa atoke mahali alikuwa kwa imani, na akaenda katika mji ule Bwana Yesu Mungu wetu alikuwa amemwambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wakati mzuri kama kanisa tuwe na imani.
Bwana asifiwe. Hata wakati huu tuna ni siku ya kupanda, ya kutoa fedha zetu ili tukaweze kanisa likaweze kufunguliwa mahali pale Bwana anataka. Hata kama unaona ya kwamba ni magumu, mambo ni magumu, but ukiwa na imani mambo yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. All things are possible. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanaomtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ningetaka kukuambia kwamba unaweza angalia vile hali ilivyo, lakini usiangalie, umtazamie Mungu. Yeye ambaye anafungua njia pasipo na njia. Yeye ambaye anatibua vizima, mahali pakavu kunaonekana ni kifo mahali pale. Unapomtumainia na kumwamini huyu Yesu, anaweza kukufanyia mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tutalifungua ama tutafungua? Si tutafungua kwa imani, na tukichukua imani ni lazima kuwe na nini? Na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaifungua tu hivyo kwa mdomo. Lazima tuchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya kufanya jambo ile, hatua ya kutoa. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu atatubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatufanya tumfurahishe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Imani, tukiwa na imani inampendeza Mungu. Tukiangalia katika kitabu cha Hebrews 11, Hebrews 11 verse 6. Nasema ya kwamba imani huwa inampendeza Mungu. Hebrews, tupatie na Kiswahili tafadhali. Tunaweza soma sisi wote kwa pamoja. Basi pasipo imani hakuna mtu anayeweza kumpendeza Mungu, kwa maana mtu anayetaka kumwendea Mungu sharti aamini kwamba Mungu yuko na kwamba anawapa zaidi wale wanaomtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na tusome tena. Basi pasipo imani hakuna mtu anayeweza kumpendeza Mungu, kwa maana mtu anayetaka kumwendea Mungu sharti aamini kwamba Mungu yuko. Amen. Kwamba anawapa zawadi wale wanaomtafuta. Amen. Bwana asifiwe. Tumeambiwa ya kwamba basi imani hakuna mtu anayeweza kumpendeza Mungu. Na ndiposa nimewaambia ya kwamba faith makes us praise God. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatufanya tumpendeze Mungu. Kwa hivyo bila imani hauwezi mpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sharti na tuamini ya kwamba Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba anawapa zaidi wale wanaomtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumpendeze Mungu. Bila imani hatuwezi mpendeza. Kama hauna imani, tuambie Bwana atujazie na imani ili tukaweze kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atembei na mambo ambayo yanayoonekana. Hapana, anapendezwa na yule ambaye anayemwamini. Bwana asifiwe. Kama vile neno limetuambia kwamba wewe unayeamini Bwana, sharti ujue kwamba Mungu anafurahia na wewe. Bwana anakufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Through faith our lives can be changed through the name of Jesus Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Through faith our lives can be changed through the name of Jesus Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na imani, mambo yetu yanaweza kubadilishwa kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unapolitamka jina la Yesu na uko na imani, mambo yako yatabadilika.
Bwana Yesu asifiwe. Unapolitaja neno la Mungu na unaamini ya kwamba hili jina ninalolitamka lina nguvu na linaweza libadilishia maisha, kwa kweli hivyo ndivyo itakuwa. Bwana asifiwe. Through faith, our lives can be changed through the name of Jesus. Amen. Faith help us to receive our blessings. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatusaidia na imani inafanya tupokee baraka za Mungu, baraka zetu. Bwana asifiwe. Kama hauna imani, hauwezi ukapokea baraka za Bwana. Haleluya. Imani inafanya tupokee baraka za Mungu. Kwa hivyo kama unataka baraka za Mungu, kama unataka Mungu akufungulie mlango, lazima uwe na imani. Maana imani inaambatana na baraka. Bwana asifiwe. Bila hiyo imani hakuna baraka utaipata. Si Bwana tujazilie ili tukapate kuwa na imani, ili tukaweze kupokea baraka za Mungu. Bwana asifiwe. Our relationship with God is all about faith. Bwana asifiwe. Our relationship with God is all about faith. Urafiki wetu na Mungu ni kwa imani. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna mtu hajawahi ona Mungu. Huwa tunaamini ya kwamba kuna Mungu, na bila shaka ako. Bwana asifiwe. Ushirika wetu na Mungu utaambatana pamoja na imani. Bwana asifiwe. Lazima tuwe na imani ili tukaweze kuwa na urafiki mzuri na Bwana. Ushirika wetu uwe mwema na Mungu. Tunaamini ya kwamba kuna Mungu, kwa maana yeye ndiye muumbaji wa vyote. Yeye ndiye aliumba mbingu na nchi. Yeye ndiye aliyetuumba sisi kwa mfano wake. Bwana asifiwe. Lazima tuambatane pamoja na Mungu. Tunaamini ya kwamba kuna Mungu. Imani yetu na ikamilike tukiambatana pamoja na Mungu, pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bila imani hatuwezi enda katika ushirika, hatuwezi ambatana pamoja na Mungu. Lazima tumwamini huyu Mungu aliyetupa pumzi ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ametupa siku ya leo. Kuna Mungu mbinguni. Mtu asiwahi kudanganya kwamba hakuna Mungu mbinguni. Kunaye. Kwa sababu unaamini ako. Kama hangekuwa hatungekuwa hapa. Dunia hii haingekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu itainuka tunapojua kwamba kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. It's about faith that we believe that God is there. It's about faith that we believe that God is there. Ni kwa imani tunajua kwamba Mungu yuko. Kwa nyumbani yuko. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali yako unayopitia, labda kuna hali ngumu unayopitia, jua ya kwamba God is there. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watoto wako ambao pengine watoto wako wako shuleni, hakuna haja ya kuhangaika kujiuliza mtoto wangu ako wapi, ako na nani. Bwana asifiwe. God is there. Mungu ako pamoja na huyu mtoto wako. Mungu ako katika nchi yetu. Hata wakati huu nchi vile ilivyo, ni lazima tujue kwamba tuamini ya kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwe na mawimbi, kuwe na shida mbalimbali, kuwe wakati wa furaha, wakati wa dhiki,
wakati wa masumbuko, God is there. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wako. Na tunapoamini ya kwamba Mungu yuko, kwa kweli atatuinua, kwa kweli atajidhihirisha. Wakati tunatambua ya kwamba kwa kweli Mungu yuko katika hali zote, tutabadilika, tutabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na si tuinue imani yetu hata wakati wa challenges. Tuinue imani yetu, tujue kwamba hata katika hii challenge tunayoipitia, God is there. Haja kuacha. Usihubiriwe na sauti nyingine kuambia kwamba kweli Mungu wako wakati unapitia hizi challenges. Bwana asifiwe. Usikubali kusikia sauti nyingine. Unapotambua ya kwamba na ujue ya kwamba hapo kwa sababu uhai. Bwana Yesu asifiwe. Unapumua. Kama Mungu hapo, hata wewe ungekuwa hapa, hata wewe ungekuwa unapitia hiyo challenges unayopitia, hata wewe ungekuwa mahali unaona ya kwamba hakuna njia hapo. Ni vizuri tuinue imani yetu, tujue kwamba katika hali zote God is there. Bwana Yesu asifiwe. Hatuachi. Hajapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hajakugeukia. Ako. Anataka tu akuone vile tu utakavyo react katika hiyo hali. But hajawahi kutuacha. Hajawahi kuachilia mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie importance of faith. The importance of faith. Faith makes us wise. Bwana asifiwe. Umuhimu wa imani. Imani inatufanya kuwa werevu, wenye hekima. Bwana asifiwe. Tunapoangalia imani ya mwanadamu ama hekima ya mwanadamu, tutapotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Mungu ndiye mwenye hekima, neno linasema ati hekima ya mwanadamu kwa Mungu ni upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiegemee hekima ya mwanadamu, bali tumwamini Mungu ya kwamba hekima ni yeye hupeana. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna mambo unaona utafanya nini, hauna masomo, lakini unapomtazamia Mungu na kuweka imani yako kwa Mungu, atakufanya kuwa mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Faith makes us wise. Hallelujah. Imani inatufanya kuwa werevu. Kwa hivyo tusiangalie imani za wale waliosoma. Si vibaya kusoma, na ni vizuri wamesoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusiangalie hiyo hekima yao, kwa sababu Mungu ndiye hupeana hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na imani tutakuwa werevu. Hallelujah. Faith makes us worship at the present. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatufanya kumwabudu Bwana hapo tu. Tukiwa na imani tutamwabudu Bwana katika hiyo everywhere you are, kila mahali yuko. Tunapata ya kwamba tunamwabudu Bwana ukiwa nyumbani, na kwa sababu naamini kuna Mungu. Ukiwa nyumbani unapata wakati wa kumwabudu Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Unapata wakati wa kumsifu Bwana kwa sababu wako. Kwa hivyo imani inatufanya kumwabudu Bwana kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tatu ni ya kwamba faith makers walk commentary for the future. Bwana Yesu asifiwe. Imani inatufanya tuendelee katika maisha yetu ya baadaye. Haleluya. Faith has future. Imani inayo maisha mazuri. Haleluya. Imani inatufanya kuwa na maisha mazuri. Hizi ni importance of faith. Imani inatufanya kuwa na maisha mazuri. Kama unataka kuwa na maisha mazuri, inua imani yako kwa Bwana. Haleluya. Kama unataka kuona watoto wako wanaendelea vizuri, inua imani yako. Na unapoinua imani yako, itawafanya wawe na maisha mazuri. Haleluya. Glory be to God. Si Bwana tusaidie kama kanisa. Hasa wakati huu tunapanda siku ya leo. Ni siku ya kutoa ili tukaweze kupanda kanisa. Na si hilo ni jambo la maana. Na si ni jambo la kuenda tuanaka level. Haleluya. Sio ni yani pasta wetu, hiyo ni vision yake. Haleluya. Na kwa kweli Mungu hajamwacha. Wakati Mungu anamnenea ni wakati wa kupanda kanisa. Kwa kweli kunakuwa na mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Huko kumepandwa kanisa, kuna watu wanakombolewa huko. Kuna watu wanainuliwa huko. Haleluya. Kuna nguvu za giza zinaondoka mahali pale. Watu wanaenda katika maisha mengine mapya. Haleluya. Kwa hivyo tukiwa na imani itafanya maisha yetu yawe mazuri. Haleluya. Hawa ambao hawajaokoka, kanisa likipandwa mahali pale Bwana anataka, wakisikia sauti ya Bwana, maisha yao yatabadilika. Maisha yao yatakuwa mazuri. Kuwa na ushirika mzuri na Mungu. Na hakuwa na ushirika, hakuwa anamtambua Bwana. Na sio haya ni maisha mazuri. Unapo mahali pale panapandwa kanisa, na kuna watu wataokoka. Watakuwa na maisha mazuri. Haleluya. Amen. Kuna watu watakuwa wamegonjeka. Wakipona, maisha yao yanakuwa mazuri tena. Haleluya. Kwa hivyo imani inafanya tuwe na maisha mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie tuinue imani yetu. Na imani itatufanya tuende ambapo. Wacha tuangalie mambo ambayo inafanya tukose imani. Causes from lack of faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ambayo inatufanya tukose imani na Mungu. Jambo la kwanza ni lack of reading the word, lack of reading and meditating in the word of God. Hallelujah. Amen. Lack of reading and meditating in the word of God. Tunapokosa kusoma neno la Mungu na kulitafakari, kwa kweli tutakosa imani. Haleluya. Tukikosa kusoma neno la Mungu, neno la Mungu ndilo njia, neno la Mungu ndilo upanga, ndilo mwangaza wetu, neno la Mungu ndilo tumaini letu. Tunapokosa kusoma neno la Mungu, tutakosa imani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Wakristo
ni vizuri tuwe watu wa kusoma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu tunapolisoma linatupa imani, linatoa imani yetu. Haleluya! Imani tunapolisoma, kwa sababu neno la Mungu linajenga. Haleluya! Linainua. Katika neno la Mungu kuna tumaini katika neno la Mungu. Haleluya! Tunapolisoma tutakuwa na imani, lakini tusipolisoma kwa kweli tutakufanya tukose kuwa na imani. Haleluya! Kwa sababu kwa hivyo wakati tumekaa huko, tumekaa nyumbani zetu ama tuko kazini wetu, ni vizuri tusome neno la Mungu. Haleluya! Lazima tusome neno la Mungu kwa kila wakati. Haleluya! Tunapokosa kusoma neno la Mungu litatufanya tukose imani na Mungu. Haleluya! Jambo lingine linaweza tufanye tukose imani, lack of prayer and fasting. Lack of prayer and fasting. Tukikosa maombi ndani yetu, maombi ya kufunga na kuomba, tutakosa imani. Wacha tuangalie katika kitabu cha Matthew 17:18-21. Matthew 17:18-21. Haleluya! Tukikosa kuomba na kufunga na kuomba, tutakosa imani. Haleluya! Acha tusome. Yesu akamkaribia yule pepo aliyekuwa ndani ya yule mtoto, naye akamwacha, na tangia saa ile ile yule mtoto akapona. Tuendelee. Kisha wanafunzi wakamfikia Yesu wakiwa peke yao na kumuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumfukuza yule pepo? 21. Yesu akawajibu, kwa sababu imani yenu ni dogo. Kweli nawaambia, kama mkiwa na imani hata sasa, ikiwa tu kama punje ndogo sana ya mbegu ya haradali, mtaweza kuambia mlima huu, toka hapa uende kule, nao utatoka pale. Hakuna kitu chochote kitakachokosa kuwezekana kwenu. Verse 21. Lakini pepo wa namna hii hawezi kufukuzwa isipokuwa kwa kuwa njia ya maombi na kufunga, kula chakula. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tumesoma ya kwamba kulikuwa na yule mtoto aliyepagawa na mapepo, wanafunzi wakajaribu kumtoa yule pepo, lakini hakutoka. Na wakati Yesu Kristo alipoenda mahali pale, alipomkemea yule pepo, aliweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Na wakawa na wakati wa kando, wakamuuliza Bwana Yesu, kwa nini jambo hili limefanyika? Tulijaribu lakini haikuwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno pia kwamba ninatuambia kwamba kwa sababu Bwana, kwa sababu imani yao ilikuwa ni ndogo, hawakuwa na imani. Lakini kama wangekuwa na imani hiyo ndogo kama hiyo mbegu
ya haradali, yule pepo angewasikia. Bwana Yesu asifiwe. Walikosa kumtoa yule pepo kwa sababu hawakuwa na imani. Haleluya. Yule pepo alikosa kuwasikia kwa sababu jambo hili tunaambiwa kwamba lazima kuwe na kuna maombi, kuna kufunga na kuomba. Haleluya. Kwa hivyo tusipoomba maombi ya kufunga itatufanya tukose imani. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri tuwe watu wa maombi. Haleluya. Maombi huwa tunaambiwa na Pastor Masi ni kazi na inafanya kazi. Haleluya. Kama Wakristo ni vizuri tuwe watu wa maombi, kwa sababu tunapokosa maombi hata imani zetu zitapungua. Haleluya. Jambo lingine linaweza kutufanya tukose imani, our foundation. Haleluya. Misingi tuliyo nayo yaweza fanya tupoteze imani yetu. Our foundation, misingi ya maisha yetu. Labda wacha niseme kwa familia yetu, kuna vile tunaamini lazima tufanye ili mambo yetu yaende hivi na hivi. Haleluya. Hizo imani za dira, hizo za foundation, hizo za traditional. Haleluya. Tukizifuatilia tutakosa imani na Mungu. Haleluya. Labda mtoto lazima anyolewe, apelekwe nyumbani, lazima mtoto sijua ngolewe meno, asipofanya hivi kutakuwa hivi. Tukifuata mambo kama hayo tutakosa imani na Mungu. Haleluya. Unapookoka haufai tena kufuata mambo ya tradition. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuchunge imani yetu. Mambo ya nyumbani, hiyo huko tunajua huko nyumbani yale yalikuwa yanafanywa huko na babu zetu na grandma huko, lazima tuiache. Tukija katika ufalme wa Mungu lazima tuachane na mambo haya, kwa sababu tumekuwa viumbe vipya, tumefanywa wapya tena. Sasa ni kufuatana na Biblia na neno la Mungu. Haleluya. Neno la Mungu linaniambia nifuate Bwana. Neno la Mungu linaniambia ni damu ya Yesu Kristo tu inaweza osha dhambi. Haleluya. Neno la Mungu linaniambia kwamba ninapotuamini Mungu, hili jambo lile jambo ninalolipitia, nikimwamini Mungu tu kwa kumuomba, kwa kumwamini, hili jambo litatoka, lakini si mambo ya huko. Haleluya. Hiyo ya huko itatufanya tukose imani na Bwana. Praise God. Kuna mambo kama unasukumiwa kufanya jambo, usikubali hata ili utengwe, kwa sababu kama unapofuatia njia hii na hii njia unayoipitia haipendezi Mungu, hailetei Mungu utukufu. Labda unaambiwa usipofanya hivi hautagawiwa shamba,
usipoinamia kale ka Mungu, hakuna shamba utalipata, sieni ukose. Haleluya. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wameambiwa lazima waabudu nani? Ile miungu, lakini walisema hawatamuinamia. Haleluya. Waliamua liwe liwalo, sitainamia miungu migeni. Na ndipo walipoamua wakasema, ili tuingie huko, na kama Bwana hatatuokoa hatutainamia miungu migeni. Waliamua na mioyo yao ya kwamba hawatamwabudu huyo Mungu wa yule mfalme Nebukadneza. Haleluya. Situwe na hiyo ya kwamba hatutainamia mambo ya kidini, yale ya ufamilia, ili ukose nawe upate ufalme wa milele, ili ukose naye Bwana anapotambua hivyo atakukumbuka kama vile alikumbuka Meshaki, Abednego. Haleluya. Aliwakumbuka, hawakuangamia kwa sababu walisema hawataabudu miungu mingine. Kwa hivyo mambo kama haya yanaweza tufanya tukose imani na Mungu. Haleluya. Ni vizuri tuwe na imani, tuachane na mambo hayo na Mungu ataweza kutuonekania. Jambo lingine naweza kosa kufanya ukose imani, following wrong doctrine. Haleluya. Kufuata mambo ya mafundisho mabaya. Haleluya. Kufuata mafundisho mabaya kama ya Yakobo. Haleluya. Si waliangamia? Yes, walikuwa wanatafuta Mungu lakini walifundisha mafundisho mabaya na wakaangamia. Wacha tuangalie katika kitabu cha 1 Timothy chapter 4 verse 1. First Timothy chapter 4 verse 1. Anasema ya kwamba Roho Mtakatifu asema wazi kwamba katika nyakati za mwisho watu wengine watapotoka katika imani yao na kufuata roho za udanganyifu na mafundisho ya pepo. Haleluya. Neno limetuambia kwamba siku za mwisho, nyakati za mwisho, na hizi ndizo tuko. Haleluya. Tunaishi siku za mwisho. Mafundisho ni mengi. Haleluya. Wadanganyi ni wengi, wanaodanganya, wanaotaka kujifaidi wao wenyewe, na ni wengi wamefuata. Haleluya. Lakini mwisho wao ni kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Wanakosa imani na Mungu, wanafuata mafundisho ya kipepo. Kwa hivyo unapofuata mafundisho ambayo hayaambatani na neno la Mungu, utaangamia. Utakosa imani na Mungu wako. Haleluya. Ni vizuri tuwe watu ambao wanafuata neno hili, neno la Mungu, si mwanadamu. Haleluya. Si mwanadamu na mafundisho yake, lakini neno, bila kutoa, bila kuongezea. Haleluya. Unapolisoma neno hili, utakuwa imani yako itaongezeka. Haleluya.
Haleluya. Tukifuata neno la Mungu tutakuwa watu waadilifu mbele za Mungu. Tusikubali kufuata mafundisho ya pepo. Ni wale wanageuza neno, akisema ni Mungu wanasema ni Yahweh. Yes, Yahweh ni jina la Mungu, lakini kuna wale wanajiita Yahweh, wengine wanajiita Jehova. Haleluya. Wengine wanajiita mtakatifu. Haleluya. Ukifuata mambo yao yapotea, takosa imani na Mungu, hata hutakumbuka Mungu, hautakumbuka Mungu. Neno la Mungu ndilo njia, ndiyo uzima. Haleluya. Tulifuate neno la Mungu. Hilo ni jambo la kumi linaweza tufanye kabisa. Tukikubali kurekebisha ya kwamba kweli tutakuwa watakatifu. Wacha tuangalie katika kitabu cha 2 Timothy 4:2. 2 Timothy chapter 4:2. Nasema, atangaze neno la Mungu kwa nguvu, kwa wakati unaofaa na kwa wakati usiofaa. Ukaripe, usahihishe na kuonya, ukifundisha kwa uvumilivu. Tangaza neno la Mungu kwa nguvu na wakati unaofaa na wakati usiofaa. Haleluya. Tulitangaza neno la Mungu kwa nguvu wakati wowote. Haleluya. Na utafanywa kwa mwadilifu. Utakuwa mwadilifu mbele za Bwana. Waonye hao ambao wananena kinyume na neno la Mungu, wanafundishana maneno mabaya, mashauri mabaya. Tangaza neno la Mungu pale. Haleluya. Wakati wote na wakati unaofaa. Haleluya. Na tusome tena 1 Timothy 4:16. Tunapoachana na mafundisho mabaya, tutaweza kuwa waadilifu. Haleluya. Ujiangalie wewe mwenyewe na kuangalia mafundisho yako, nawe ushikamane nayo, kwa maana ukifanya hivi utajiokoa wewe mwenyewe na kuokoa wale wanaokusikiza. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ujiangalie wewe mwenyewe na kuangalia mafundisho yako. Haleluya. Mafundisho yako, nawe ushikamane nayo, kwa maana ukifanya hivyo utajiokoa wewe mwenyewe na kuokoa wale wanaokusikiliza. Haleluya. Ukitoka kwa hizo doctrines baya, fuata hayo mambo ambayo unayajua. Ni nini unajua? Neno la Bwana. Haleluya. Ni hili neno tu. Ukikubali tu kufuata hili neno tu litakuokoa pamoja na wale wanaokusikiza. Haleluya. Litakuokoa wewe pamoja na jamii yako. Haleluya. Tusikubali kufuata mafundisho mabaya, lakini tunapokubali kufuata neno la Mungu, kwa kweli tutafanywa kuwa waadilifu. Haleluya. Tusikubali wapendwa. Hii lazima mwage kachumbi, uwe na kachumbi. Haleluya. Lazima kuwe na tomaji, maji matakatifu. Hiyo sio njia la watakatifu wa Bwana. Haleluya.
ni hili neno. Hili neno tunapolifuata, wewe chenye unachokijua kwa moyo wako, si hili neno, for sure itakuokoa na iokoe jamii yako na iokoe vizazi vyako. Haleluya. Neno la Mungu si la kawaida. Tukulichukulia kwa maana tulifanyishe kazi, litatuokoa, litatufundisha mambo ambayo hatuyajui. Haleluya. Kwa hivyo hili neno ndio maisha yako, ndio maisha yako. Haleluya. Wacha tuangalie jambo lingine ninaweza fanya tukose imani. Allowing ourselves to be ruled by sin. Tukikubali tutawaliwe na dhambi, hilo jambo litafanya tukose imani na Mungu. Dhambi itatufanya tukose imani na Mungu. Tukikubali tutawaliwe na dhambi, tutawaliwe na mambo ambayo haipendezi Mungu, chukizo mbele za Mungu. Hilo ni jambo linaweza fanya tukose imani na Mungu. Haleluya. Tukiona katika kitabu cha Psalms chapter 1 kwa ajili ya masali na usome kitabu cha Psalms chapter 1. Haleluya. Jambo lingine, anxiety and roho, mahangaiko. Haleluya. Kuhangaika, nitakula nini, nitavaa nini, nitatoa school fees wapi? Kuhangaika hapa na pale inakufanya ukose imani na Mungu. Haleluya. Tukihangaika tuanze kusumbuka kuangalia kwamba uchumi ni mbaya, hakuna pesa zinaendelea, hakuna kitu kizuri, hiyo ni mahangaiko, itakufanya ukose wana imani na Mungu. Wacha tuangalie katika kitabu cha Matthew 6:25. Matthew 6:25 nasema na kwamba na kwa sababu hii nawaambieni ninyi, msijisumbue kwa ajili ya maisha yenu, kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya kunywa au kwa ajili ya kinywaji, wala msijisumbue kwa ajili ya miili yenu, kwamba mtavaa nini. Uzima na lazima kuliko vyakula, nao mwili ni lazima kuliko nguo. Haleluya. Hayo mahangaiko na anaweza tufanye tukose imani na Mungu, lakini neno limetuambia kwamba tusijisumbue kwa jambo lolote. Haleluya. Tutakula nini? Tutakunywa nini? Tutavaa nini? Watoto wetu watasoma aje? Bwana Yesu asifiwe. Nitaishi aje? Nitalipa nyumba na nini? Ukiwa na mambo kama hayo utakosa imani na Bwana. Haleluya. Kwa sababu hata ukiwa na njaa hautajishibisha, lakini ukimwamini Bwana atakupa chakula, atakupa mavazi. Haleluya. Kwa hivyo tuachane na mahangaiko hapa na pale. Akili zetu zinatuonyesha hivi, hali tulionayo tunaiona hivi, tutajisaidia na tutakosa imani na Mungu. Na kwa sababu Bwana ametuambia tusijisumbue na chochote kile, wacha tumwangalie Bwana.
Katika hiyo hali tumtazamie Bwana, naye atatuweza kutuokoa. Haleluya. Jambo lingine ni ya kwamba depending on human and interest and wisdom. Depending on human and interest of wisdom. Wacha tuangalie katika kitabu cha Exodus, tusikie vile nasema mstari wa kwanza. Naongea kuhusu mstari wa 11 kuhusu wale wana wa Israeli. Naongea kuhusu mfalme yule alikuwa amekataa kuachilia watu wa Mungu, na wakati Musa aliambiwa kwamba alikuwa amebeba wakiwa na Farao na ndugu yake, alikuwa amebeba kile kijiti, wakaambiwa wakiangushe chini, na walipokiangusha ni nyoka iliweza kutokea mahali pale. Lakini Farao alipowaona ya kwamba kijiti chao wamekiangusha na kimekuwa kama kimekuwa nyoka, na kumbuka ni Mungu alikuwa amewaambia. Haleluya. Lakini walipoona ya kwamba wale wachawi na waganga na mfalme yule Farao walipoona ya kwamba kile kijiti cha Musa kimekuwa nyoka, na wao walikuwa na miti ya vijiti zao, na wao wakaangusha zikawa nini? Zikawa nyoka. Haleluya. Walifanya wakidhania Musa anafanya tu na Aaron wanafanya tu wafanye, na wao wakafanya tu wafanye, lakini tuneno linasema kwamba lile jichoka lilimeza nini? Zile nyoka zao. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu walikuwa wanafanya kazi na hekima yao na mambo yao na uganga wao, lakini walipoangusha vile vijiti vyao walidhania ni kawaida tu, kile jichoka ni cha kawaida tu, lakini walisahau ya kwamba ni Mungu alikuwa ameambia Musa na Aroni. Haleluya. Kwa hivyo tukidipendi na watu na hekima yao, tutakosa imani na Bwana. Basi Wamisri wakachagua wakubwa wasimamie Waisraeli na kuwatesa kwa kazi ngumu. Waisraeli wakafanya. Haleluya. Ni Exodus 7:11. Basi lakini wafalme wa Misri wakaita wenye hekima wake na wachawi. Wale wachawi wa Misri wakafanya vile vile kwa uchawi wao. Haleluya. Kama vile nimewaambia, Aaron na Musa walikuwa wameambiwa na Bwana na Mungu waweze kuangusha kile kijiti walikuwa nacho, na walipokiangusha kikawa ni nyoka. Nao wale waganga na wa Misri na wachawi wakaangusha vijiti vyao vile Musa walivyofanya, nazo zikawa nyoka. Lakini lile lijoka la Aaron liliweza kumeza. Haleluya. Na kwa nini? Kwa sababu walipendi na akili zao na hekima yao. Vile Musa amefanya na wao ndivyo watafanya. Haleluya. Ukifuata mashauri ukifuata mambo ambayo haifai, ama unafanya kwa sababu umeona Mama Richard anafanya hivi na wewe unafanya, utapotea. Haleluya. Ni vizuri tuwe na nini? Tumtazamie Bwana. Tufanye vile Mungu anavyotuambia, tusifuate vile wanadamu wanafanya, tufuate vile Mungu anasema. Haleluya. Kama wewe
Frank umeambiwa wewe utafunga siku 14, hizo ni zako. Haleluya. Kama Benita umeambiwa wewe unafaa kufunga siku 21, hizo ni zako. Wewe ambao hujaambiwa ufai kufanya vile Baba Frank ameambiwa ama Benita ameambiwa, wewe omba Mungu akupatie mwelekeo wako. Haleluya. Tunapofanya hivyo tutaweza, tukiwa na jambo kama hilo tutaweza kuendelea. Haleluya. Enda usome katika kitabu cha 1 Timothy 6:20 na utabarikiwa. Jambo lingine linatufanya tukose imani ni kupenda pesa na mali. Haleluya. Tunapopenda pesa na mali tutatufanya tukose imani na Bwana. Soma, utaandika katika kitabu cha 1 Timothy 6:10. 1 Timothy 6:10. Ukienda nyumbani soma hilo jambo na utasaidika. Tunapopenda pesa na mali ya hapa duniani tukosa imani na Bwana. Jambo lingine la 8 ni ya kwamba increase of wickedness. Hallelujah. Increase of wickedness inaweza tufanya tukose imani na Bwana. Utasoma katika kitabu cha Matthew 24:12 na Bwana atakubariki. Hallelujah. Matthew 24:12. Acha tuangalie benefits of faith. Napomalizia benefits of faith, our prayer are answered through faith. Hallelujah. Maombi yetu hujibiwa kupitia imani. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na imani tunapoomba, maombi yetu yatajibiwa. Taandika katika kitabu cha John 14:4. Jambo lingine, benefit of faith, eternal life acquired through faith. Uzima wa milele tunauangalia kwa imani. Uzima wa milele tutaupata kwa imani. Haleluya. Verse 3, jambo lingine, God purpose in our lives is fulfilled through faith. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Bwana ni ya kwamba maisha yetu yajawe na imani. Hilo ndilo kusudi la Bwana. Haleluya. Wacha tuliangalie katika kitabu cha Luka 4:24-26. Kusudi la Bwana katika maisha yetu ni ya kwamba maisha yetu yajaa na imani. Luke chapter 4:25-26. 25. Na waambieni ukweli, kulikuwa wajane wengi katika nchi ya Israeli katika siku za nabii Elia, wakati ule mvua ulifungwa isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5 na kukawa njaa kubwa katika nchi yote. Verse 26. Lakini Elia hakutumwa kwa mtu yeyote katika kati yao isipokuwa kwa yule mjane wa Zarepata katika nchi ya Sidona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa na kwamba Elia hakutumwa kwa ajili ya wana wa Israeli mahali pale kwa yule mama. Hakutumwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wakati mvua iliisha, ilikauka, mbingu likakauka, kukawa na ukame, kukawa na njaa, Mungu aliweza kumtuma Elia kwa yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Hakuenda mahali pale kwa sababu ya wale walikuwa huko. Alienda kwa sababu ya yule mama. Haleluya. Kwa ajili Mungu alikuwa amemwandaa. Ni kwa sababu kwa ajili Mungu alikuwa na kusudi na yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa majirani,
Hakuenda kwa sababu ya majirani, alienda kwa sababu ya yule mama. Haleluya! Ilikuwa ni kusudi la Mungu Elia aende mahali pale. Kusudi lake Bwana ni kwa ajili ya yule mama. Haleluya! Si kwa ajili ya wale wengine. Na alipomkaribisha maisha yake ikabadilika. Haleluya! Kwa hivyo Bwana anapokuleta hapa Baba Masami, amekuleta kwa sababu ako na kusudi na wewe. Haleluya! Wakati our brother Ismail Rashid, Bwana alikutoa huko kwa sababu ako na kusudi na wewe. Haleluya! Alikuokoa, labda alikuokoa kwa ajili ya familia yenu. Haleluya! Purpose ya Mungu katika maisha yako ni ya maana sana. Haleluya! Purpose ya Mungu kwa maisha yako ni ya maana sana. Kama vile tumeambiwa, Elia hakuenda kwa ajili ya wana wa Israeli, alienda kwa ajili ya yule mwanamke, na maisha yake yakabadilika. Haleluya! Kwa hivyo hilo ni jambo moja la kuwa benefit of faith. Kwa hivyo kusudi la Bwana juu ya maisha yako ni la maana sana. Lishikilie. Haleluya! Jambo lingine, benefit of faith, we become children of God through faith. Amen. Tunakuwa watoto wa Mungu kupitia imani. Haleluya! Sisi ni wana wa Mungu kupitia imani. Sisi ni watoto wa Mungu kupitia imani. Jambo lingine, faith is our shield. Haleluya! Imani ni ngao yetu. Wacha tulisome katika kitabu cha Ephesians 6:16. Imani ni ngao yetu. Waefeso 6:16 anasema, na zaidi ya hivi vyote mchunge imani kama vile mnavyoshika ngao, kusudi mpate kuzimisha mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Haleluya! Na zaidi ya hivi vyote mchunge imani kama vile mnavyoshika ngao. Amen. Imani ni ngao yetu. Imani ni ngao yetu, na tukiwa na hiyo imani tutaweza kuizimisha mishale ya yule mwovu. Glory be to God. Hallelujah. Jambo lingine, faith help us to overcome the world. Imani inatufanya tushinde dunia. Hallelujah. Na mambo ya dunia. Tukiwa na imani itatufanya tuyashinde ya ulimwengu. Hallelujah. Tukiangalia katika kitabu cha 1 John 5:5. Hallelujah. Imani inatusaidia overcome the world. 1 John chapter 5:5. Na ni nani anayeshinda dunia? Ni yule anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Biblia inasema, na ni nani anayeshinda dunia? Ni yule anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Imani ni yule imani inatufanya kuyashinda mambo ya dunia. Haleluya. Tukimwamini Yesu ni Bwana, tunayashinda ya dunia. Haleluya. Imani ni source of peace and joy in life. Imani ni chanzo cha amani na furaha katika maisha yetu.
Amen. Amen. By faith we can do wonders. That is number 8. By faith we can do wonders. Kwa imani tunaweza fanya mambo makubwa. John 14:12. By faith we can do wonders. John 14:12. Kweli nawaambia yeye anayeniamini atafanya vile matendo ninayoyafanya, na zaidi ya ile atafanya matendo makubwa kuliko haya, kwa sababu nitakwenda kwa Baba. Haleluya! Kweli nawaambia yeye anayeamini atafanya vile matendo ninayoyafanya. Mambo makubwa. Imani inaweza fanya mambo makubwa. Haleluya! Kama kuna kimlima kiko mbele yako, ukiwa na hiyo imani, hicho kimlima kitatoka. Haleluya! Kitaondoka. Praise be to God. Number 9, by faith our sins are forgiven. Kwa imani tumesamehewa. By faith our sins are forgiven. 1 John 1:9. Hallelujah. Tukiwa na imani tunaamini ya kwamba tulisamehewa kwa imani. Hatuko tena chini ya dhambi. Haleluya. Tulipokumbuka, tulipokiri Kristo ni Bwana, tulisamehewa dhambi zetu na tukaamini ya kwamba tumesamehewa. Haleluya. Hiyo ni benefit of faith. Our sins are forgiven. 1 John 1:19. Lakini tukiitikia dhambi zetu mbele ya Mungu, yeye atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka katika maovu yote, kwa maana yeye ni mwaminifu na mwenye haki. Haleluya. Lakini tukiitikia dhambi zetu mbele ya Mungu, yeye atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha toka katika maovu yote, na kwa maana yeye ni mwaminifu na mwenye haki. Haleluya. Tunapokiri dhambi zetu, tunapotubu dhambi zetu, tumesamehewa. Kwa imani tumesamehewa. Amen. Jambo la mwisho ni by faith we are saved. Kwa imani tumekombolewa. We are saved. By faith we are saved. Kwa imani tumeokoka. Glory be to God. By faith. Ndipo piga magoti mbele za Bwana, ukakiri dhambi zako, ukatubu dhambi zako, na ombi la toba. Uliamini ya kwamba umeokoka. Ephesians 2:9. Ulipotubu dhambi na ukaambia Bwana niokoe, Bwana ondoa jina langu kwa kitabu cha hukumu na uliandike katika kitabu cha uzima. Hakuwa unamuona Mungu hapo na macho yako, lakini uliamini ya kwamba umeokoka, na ndiposa mpaka wa leo hii safari ya wokovu bado unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa matendo yenu, kusudi mtu asipate kujivuna. Haleluya. Efeso mstari wa 8, sio wa 9, mstari wa 8.
Bwana Yesu asifiwe. Labda niliandika vibaya, lakini tumekombolewa, tumeokoka kwa ajili ya imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana tusaidie. Haleluya. Bwana tusaidie tuweze kuwa na imani na Bwana, na tukiwa na imani kuna mambo makubwa tutapata maishani mwetu. Tukiwa na imani tutaenda level nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni kufocus na Mungu, ni kumtazamia Bwana, ni kumwamini huyu Mungu. Hata sasa ni kumwamini ya kwamba tunatoa. Leo hii tunatoa. Haleluya. Tunapanda kanisa siku ya leo by faith. Haleluya. Lakini bila matendo hatuwezi. Haleluya. Hatutampendeza. Tutapanda na tutoe. Haleluya. Toa, Bwana anakujua. Tusitoke wakati tunafika wakati wa kutoa, unajua unapenya unatoa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Toa kile uko nacho, haulazimishwi. Kwa imani kanisa lingine linafunguliwa. Haleluya. Bwana wabariki. Asante sana kwa kunisikiza. Mungu wabariki na wapende mema. Ninapokaribisha kiongozi wetu. Haleluya. Asante sana.